Ni sherehe ya kufunga mafunzo ya awali ya kijeshi kwa askari wapya kundi namba 5 mwaka 2025, ambapo Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Hassan Abbas amefunga rasmi mafunzo hayo ya uongozi kwa maafisa na askari 311 wa Jeshi la Uhifadhi kutoka TANAPA, pamoja na mafunzo ya awali kwa askari 369 katika chuo cha mafunzo cha Jeshi la Uhifadhi Mlele mkoani Katavi. Akizungumza wakati wa kufunga mafunzo hayo, Dr. Abbas amewataka wahitimu kutumia mafunzo walioyapata kwa vitendo kwa kushirikiana kazini na kuongeza uwajibikaji ili kuleta matokeo chanya katika sekta ya uhifadhi na utalii nchini, huku akimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuwekeza katika ajira na mafunzo ya vijana kupitia sekta ya maliasili. Tunapozungumzia sekta hii ya maliasili na utalii, tunaendelea tena kusisitiza kiapo chenu na utiifu wenu kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu si tu ametoa ajira. Labda kwenye hilo ajira kwanza, kabla sijaenda la pili, nisisitize kuna watu kama juzi nimeona mitandaoni wana doubt kwamba zile ajira za kuzuga. Ni mmezuga, mko kwenye ajira hapo sasa hivi? Mko kwenye ajira Sasa waase vijana wenzetu pia popote walipo nchini wasiendelee kuzugwa. Wasizugwe na watu wa mitandaoni kwamba ajira zinatoka ni geresha. Ninyi mmepiga mafunzo, mtakwenda nyumbani, baada ya siku 14 mtatolewa barua zenu rasmi za ajira. Na maelekezo yangu ya pili ni kwamba taasisi hii ya TFS kwa wale wapya, tuhakikishe mshahara wa mwezi ujao usiukose wa jamaa zetu. Kwa maana yake ni kwamba taratibu zikamilike muweze kuwahi mshahara wa kwanza wa mwezi ujao, si ndio? Na utaka mshahara muutaki? Ni kweli mmezugwa? Sasa tuendelee kuasa vijana wenzetu wengine wachangamkie fursa zitakazotengenezwa kwenye sekta yetu, lakini vile vile wachangamkie fursa kwa mujibu wa taaluma zao katika sekta nyingine, na waache maneno ya pashikuna vizabizabina na watu ambao wanataka kuleta tashtiti kwenye nchi. Kwa upande